Simba Simba Simba. Kwa jina naitwa Damle Hamisi Fikirini Mkwabi, ni mwanachama wa Simba Sports Club na ni katibu mstaafu wa Simba Sports Club Registered Trustees. Kwa maana najaribu kueleza kinachotuunganisha hapa sisi wanachama ni Simba Sports Club, na kila mmoja ana nafasi yake ya kutekeleza kazi ya Simba Sports Club. Kama mwanachama kuna wajibu na kazi ya mwanachama, lakini nikija kulenga hapa, kilichotuleta moja kwa moja ni ule mkutano ulioitishwa na mwenyekiti wa Simba wa tarehe 2 mwezi wa 8 2026. Kwa sisi wanachama wa Simba au sisi wana Simba, mkutano ambao halali uliitishwa na wanachama na baina ya mwenyekiti na wanachama wake tuliitisha mwaka 2016, ambayo ilikuwa pale Police Officers Mess. Ulifanyika hii hapa tarehe 31 Julai mwezi wa tarehe 31 Julai 2016. Huu ndo mkutano wa mwisho kwa sisi wanachama kujadili mambo ya wanachama baina ya Simba Sports Club na wanachama wake. Mkutano wa pili kurudiwa ni tarehe 2 mwezi wa 8 2026. Ni miaka 10 imepita, kwa sababu katika mfumo wa transformation mpaka sasa hivi haujafika mwisho. 2016 ndo transformation ilianza, na sasa tupo katika kuikamilisha transformation. Kwa hatua ipi? Tulitoka katika katiba ya Simba ya toleo la 2018. Hii ndio ilofanya transformation kutoka hii 2018 kuja hii hapa ya 2026, kuja hii ya 2026. Kwa maana gani? Katika katiba 2006 ambalo ibara ya 23 kama ilivyosomwa na inavyosomeka, ni vizuri tukakoti kupitia katiba kwamba mwenyekiti, kwa ibara ya 23 mkutano mkuu wa dharura kifungu cha kwanza, mwenyekiti kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama itaona inafaa. Sio kushirikiana, kwa kushauriana. Mwenyekiti na nukuu tena, mwenyekiti kwa kushauriana na bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama itaona inafaa. Kwa hiyo kushauriana ni maamuzi, kwa sababu kuna masuala haya mawili. Kuna masuala ya Simba Sports Club ya wanachama na kuna masuala ya Simba Sports Club Company Limited. Sasa masuala ya Simba Sports Club Company Limited ni swala la kumerge between Simba ya wanachama na Simba ya mwekezaji. Sasa kwa sababu hapa kuna kitu tafsiri inashindwa watu kuelewa. Katika katiba ina tafsiri ya maana, ikitamka Simba Sports Club ni nini na ikitamka Simba Sports Club Company Limited ni nini. Tafsiri ya neno ya hii hapa Simba Sports Club Limited inasomeka, itamaanisha kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni ya sura 212 ambayo ndiyo itahusika na uendeshaji wa shughuli za kibiashara na kiutendaji za klabu ya Simba Sports Club, na ambayo umiliki wa hisa zake itakuwa kwa ubia kati ya baraza la wadhamini la Simba Sports Club
kwa niaba ya wanachama wa Simba Sports Club na wawekezaji, sio mwekezaji, na wawekezaji. Kwa kama tunazungumzia swala la Simba na bodi ya wakurugenzi, maana yake inataka iwe kutoka kwa wawekezaji, sio mwekezaji, na wawekezaji kwa mujibu wa sheria na kanuni za Baraza la Michezo la Taifa pamoja na maamuzi halali ya mkutano mkuu wa Simba Sports Club, sio Simba Sports Club Company Limited, Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio hii katika tafsiri ya katiba yetu ya Simba, ukisikia imetajwa Simba Company Limited kwamba 51 ni ya wanachama. Sasa hii 51 ya wanachama, sheria ya wadhamini kwa mujibu wa katiba ya 2018 ilikuwa inawataka wadhamini 4. Kwa mujibu wa katiba ya 2026 inawataka wadhamini waanzie 5. Sasa kama wewe unasema ili mkataba wako uwe halali, ili wewe makubaliano yako yawe halali, inatakiwa upate signature za wadhamini 5. Wewe una joint venture ya wadhamini 4. Je, hiyo joint venture ya Simba Company Limited uhalali utakuwepo? Kama akidi ya wadhamini haijatimia kwenye Company Limited itakuwepo? Kwa kama akidi haijatimia, maana yake ndiyo mwenyekiti alivyoeleza kwamba wao walitumia busara baada ya hii katiba kupigwa muhuri na Register of Sport Association of Club. Kwa hii ndio inasema hapa kwa mujibu wa sheria na kanuni za Baraza la Michezo la Taifa pamoja na maamuzi halali ya mkutano mkuu wa Simba Sports Club. Kwa hiyo Register of Sport Association of Clubs ni upo chini ya Baraza la Michezo, yeye ndo ameyapitisha haya masuala ya wanachama. Kwa maana tunaenda kujadili masuala yetu ya wanachama, likiwepo tunatambua Simba Company Limited ipo, lakini Simba Company Limited inakosa utu wa kisheria kwa sababu wadhamini walioingia mkataba walikuwa katika Simba Holding Company Limited, ambayo ishafutwa kwenye hii katiba. Hakuna sehemu inayomtaja Simba Holding Company Limited. Sasa kama wewe ulioingia naye mkataba hayupo kwenye katiba, maana yake hatukutambui. Lakini mwenyekiti wetu Muktada Mangungu amesema alitumia busara kwa sababu klabu ilikuwa inataka umoja, ushirikiano kwenda kupata ubingwa, na hayo tumeyaona. Alikaa kimya, akaacha management, akaacha wajumbe, akaacha wanachama kuhakikisha kushirikiana na matawi kuhakikisha tunapata ubingwa. Tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu kwamba tunashukuru Mungu kwa nafasi tuliopata. Kwetu sisi ni hatua, kwa sababu tulipotoka ni muda mrefu tumekosa ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo ubingwa unaanza kwanza kuunusa. Kwa kabla ya kupata cheko lazima uanze na tabasamu. Kwa sisi tunasema ubingwa wa Federation ni tumeanza na tabasamu, sasa tunaenda kwenye ubingwa. Na ndio maana ubingwa huu unaupataje? Ubingwa huu unaupata kwa nguvu moja. Bila kuwa na nguvu moja, ubingwa kuupata ni mgumu. Kwa hiyo kwa sababu Simba ni taasisi ambayo inafuata taratibu za kisheria, mimi nimesoma tafsiri tu ya Company Limited ambayo hii wengi walikuwa wanashindwa kuielewa. Mtu akiambiwa tu Company Limited, sasa mimi ndo namiliki 51 kwenye hiyo Company Limited, ndio majority share, maana yake Simba Sports Club upande wa wanachama. Sasa wewe nguvu ya kuniambia mimi nilichoamua kwa upande wetu sisi wanachama sio halali, wewe umekitoa wapi? Mimi nina 51, wewe upo kwenye minority, ni majority. Minority ambayo mkataba tuliokubaliana na wewe ni wadhamini 4 ambao katiba hii inautaka utekelezaji ni wadhamini kuanzia 5 kwenda mpaka 7, kwa maana mkataba huo ni narrow and void, hauko. Sasa kama huo mkataba hauko, wewe mamlaka hayo, nguvu hiyo ya kisheria, power hiyo umeipata kutoka wapi? Unaitaka kuipeleka Simba wapi? Unataka kuipeleka Simba wapi?
Unaweza ukanambia wewe uliokuwa unawakilisha upande wa mwekezaji utakuwa na interest ya kwanza Simba kuliko yule aliyokuweka kwenye kiti kile kukatetea kampuni yake? Na mimi mwanachama ambaye nimepita direct moja kwa moja na uchungu na huyu mwenyekiti tulomchagua moja kwa moja, nani hapa tuseme hapa nani hapa na uchungu zaidi kuliko? Kwa mtu anaposema wanachama wanatupotosha, wanachama wanatupeleka, wanaleta migogoro. Hamna mwanachama wa Simba ambaye anataka mgogoro. Mwanachama wa Simba anataka ifuatwe katiba kwa mujibu wa katiba kama nilivyoisoma. Kuna kitu kinachanganya, inasema bodi ya wakurugenzi. Tafsiri yake inasemaje? Bodi ya wakurugenzi ni bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Sasa tukisoma barua iliyoandikwa ya umma kwenye vyombo vya habari, taarifa kwa umma, labda hii nitolee ufafanuzi kidogo ya Simba hiyo ya Simba hiyo tolewa jana ukija ya kubatilisha mkutano. Exactly. Ukisoma hii barua kabla sija kwenda kwenye uhalali wake, umeelewa? Kwanza aliandika barua hii kwa kutoa taarifa kwa umma kwamba imetolewa na Crescent Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Chini kaandika klabu ya Simba, kaandika klabu. Sasa tukirudi kwenye tafsiri ya bodi ya wakurugenzi ni nani? Ni bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Company, yeye anatambulika mkurugenzi wa Simba Sports Club Company Limited. Kama anavyosema, soma na ujue katiba ya Simba, na ndio katiba ya Simba tafsiri yake inasema hivi. Sasa tukija kaandika mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba. Sasa tuangalie kwenye katiba yetu tafsiri, mwenyekiti kaitwaje? Mwenyekiti itamaanisha mwenyekiti aliyechaguliwa kwa mujibu wa katiba hii, kwa mujibu wa katiba hii. Sasa hii taarifa kwa umma kwa kutumia neno Simba Sports Club, klabu ya Simba ni nani? Hii ni katiba ya Simba Sports Club toleo la 2018 lililofanywa marekebisho tarehe 30 Novemba 2025. Kwa sababu imegongwa muhuri tarehe 11 Februari 2026, ndio maana inasomeka ni toleo la mwaka 2026. Imetamka Simba Sports Club. Kwa tafsiri ya Simba Sports Club ni klabu ya michezo ya Simba. Yeye katumia logo, imetumika logo ya Simba Sports Club. Kwanza imetumika logo ya Simba Sports Club, ilitakiwa itumike logo ya Simba Sports Club Company Limited. Simba Sports Club Company Limited ndiyo inaompa mamlaka yeye, kwa busara aliyoiruhusu mwenyekiti wetu kwamba tuende na mchakato ufike mwisho. Uongozi utakapokuja mpya utaanza na hili jambo, kwa busara ambayo yeye ameitumia. Kama alivyosema, busara ina gharama zake. Mida mkakubali gharama, na sisi wanachama tupo pamoja naye. Kwa hiyo hii barua, hii taarifa kwa umma, kwanza tunaitengua na tunaikanusha sisi kama wanachama wa Simba Sports Club. Kama kuna mwanachama anaweza akaja, kuna kiongozi anaweza akaja kusema kwamba hii barua ni halali, aje kutudhihirishia kwa mujibu wa ibara ya katiba ya Simba. Sio ongee kwa maneno yake ya barabarani, aje kututhibitishia kwamba Crescent Magori ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, ya klabu ya Simba. Tafsiri ipo wazi, yeye ni mwenyekiti wa bodi ya Simba Sports Club Company Limited. Kwa hawezi kuyaingilia masuala ya Simba Sports Club ya wanachama. Yeye ni mwanachama kama wanachama wengine, alikuwa na haki ya kuhudhuria kama mwanachama.
akija kwa kofia ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kwenye mkutano wetu anakuwa observer. Observer kazi yake yeye ni kusikiliza, lakini mkutano ule hana maamuzi ya kutoa maamuzi kwenye jinsi ya mkutano, ingawa ni joint venture. Kwa hiyo anakuja kama observer. Kwa hiyo alikuwa anakuja na kofia hizi. Ya kwanza aje kama mwanachama, kama anavyojitambulisha yeye ni mwanachama kindakindaki. Kindakindaki. Kila mwanachama wa muda mrefu. Kila mwanachama wa muda mrefu. Kwa sababu kila mwanachama wa Simba anatokana na shabiki. Ili uwe mwanachama unaanzia kuwa shabiki. Sasa kama mimi nimekuwa Simba toka nilivyozaliwa, nimekuwa mdogo, nimejitambua na miaka 5, nasema ninakuwa sasa nasema mimi Simba. Lakini kwa mimi background yangu mimi ni mtoto wa Liston Dudu. Liston wanamjua. Hamisi Fikiri ni kwapi? Wanamjua. Kwa maana usije ukasema mimi Simba ni bora kuliko mimi mwenzangu. Simba slogan yake nguvu moja. Anayetoa shilingi moja, anayetoa 100, anayetoa milioni 100, anayetoa bilioni 1, anayetoa bilioni 100, wote ni nguvu moja. Simba nguvu moja. Simba nguvu moja. Simba nguvu moja. Kwa hiyo huo ndio umoja wetu. Kwa hiyo Simba hakuna mbora zaidi. Usiwanyime haki zao wanachama wapya. Usiwanyime haki zao watu kupenda kuiongelea Simba. Kila mtu ana hoja yake kwenye Simba. Na ndio maana kwa mujibu wa katiba ya Simba ina kazi, ina wajibu na kazi ya wanachama. Hakuna kitu kingine. Ukija kwenye katiba yetu kuna aina sehemu ya pili wanachama, ibara ya 5 aina wanachama kwamba Simba Sports Club inakuwa na idadi ya wanachama isiyo na ukomo. Kutakuwa na aina zifuatazo za wanachama: wanachama kamili, wanachama wa heshima. Kwa hii ndio Simba. Ukisema mwanachama usizifanye mimi ni nguli kuliko mwanachama mwingine. Mwanachama kuna kofia hizi, mwanachama wa Simba atambulika kwa aina hii. Je, wewe ni mwanachama kamili ama wewe ni mwanachama wa heshima? Hiyo ndio tunavyotambuana, ndio maana ya nguvu moja. Tukija sifa ya wanachama, hizo hazina shida. Awe ana akili timamu, ana tabia nzuri, ni mwaminifu, awe na umri usiopungua na miaka 18. Kwa kumbe huyu unabidi sasa ueleze. Mimi naweza nimeipenda Simba labda nina miaka 5, 3, 2. Au wewe umeipenda Simba ukiwa na umri huo. Kwa maana ili upate uwanachama ni lazima ufikie umri wa miaka 18. Kwa usiondoe ile yale mapenzi ya watu kwa kutaka kuonyesha Simba ina watu manguli. Wote sisi Simba ni mmoja, ni nguvu moja. Kwa hiyo kuna mambo ya kazi, kuna haki, muundo wa wanachama, ibara ya 10, ibara ya 11, haki za wanachama ambazo zimeainishwa, ambayo namba 1, haki, ibara ya 11, haki za wanachama, kifungu cha kwanza: haki ya kujua ajenda ya mkutano mkuu, kuitwa mkutanoni katika muda uliotajwa, kushiriki katika mkutano na kupata kuhusiana na utendaji wa Simba Sports Club Company Limited na kutumia haki yao ya kupiga kura. Namba 1 hiyo 1, 11 2. Hizi ni haki ya kuarifiwa masuala ya Simba Sports Club na masuala ya Simba Sports Club Company Limited kupitia chombo rasmi cha Simba Sports Club, kupitia chombo rasmi cha Simba Sports Club. Kwa hiyo sisi kama wana Simba, haki yetu kupatiwa taarifa kutoka kwenye Simba Sports Club, kukuarifiwa masuala ya Simba Sports Club na masuala ya Simba Sports Company Limited. Kwa hiyo tumeona kwamba Magoli yupo kwenye masuala ya Simba Company Limited, ambao swala hili hawajawahi kuleta ripoti kwenye mkutano mkuu wa Simba Sports Club Company Limited. Zaidi anaelezwa masuala ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa haki yetu sisi wanachama tunatakiwa tuletewe kupitia chombo chetu cha Simba Sports Club. Kwa maana mkutano wowote
taarifa ya kwanza itaanzia kwenye masuala ya wanachama wa Simba Sports Club. Namba 3, haki ya kuchaguliwa kwa kuwa mjumbe wa kamati mbalimbali za Simba Sports Club Company Limited isipokuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi hawezi wakati huo kwa kuwa mjumbe wa chombo cha haki ya Simba Sports Club Company Limited au kamati ya uchaguzi. Namba 4, haki nyingine zote zinazotokana na katiba hii au zile zinazotambuliwa na kanuni, maagizo na maamuzi ya TFF, CAF na FIFA. Kwa hiyo tuna haki ya wanachama, tuna wajibu wa wanachama. Kwa hiyo wajibu, ibara ya 12, wajibu wa wanachama: 1, kila mwanachama wa Simba atakuwa na wajibu ufuatayo: A, kulipa kiasi cha fedha atakachodaiwa na Simba Sports Club kwa njia ya mchango na ada. Endapo atashindwa kulipa ada ya wanachama kwa kipindi cha miezi 12, mwanachama atasimamishwa wanachama wake. Bodi ya wakurugenzi itapeleka mashauri ya wanachama walioshindwa kulipa ada kwa kipindi cha miezi 12 katika vyombo vya haki kwa hatua ya stahiki. B, kutopeleka masuala ya mpira wa miguu katika mahakama ya kawaida ya sheria. Mwanachama atakayetafuta msaada katika mahakama ya kawaida ya sheria kuhusu mgogoro unaohusiana na katiba, kanuni, maagizo, uchaguzi au maamuzi ya Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited atafukuzwa wanachama mara moja. Huo ni wajibu. Na ni vizuri kwa sababu hii fursa watu hawatoipata tena, na hii katiba watu hawana, na kupewa ni ngumu. Kwa hiyo tuzungumzie haki na wajibu. C, ibara ya 12 C, mwanachama mwanachama atakayefukuzwa wanachama wake hatopoteza stahiki zake zote katika umiliki wa hisa wa Simba Sports Club katika Simba Sports Club Company Limited. Kwa maana hii inatufahamisha ukishakuwa mwanachama ni mwanahisa, maana yake utapoteza haki yako ya share katika Simba Company Limited. Kwa hiyo Crescent Magori na wajumbe wengine wanachofanya, wanasimamia, wajue kile wanachokisimamia sisi wanachama ni wajibu wetu, wanatufanyia kazi ya wajibu wetu wa kutusimamia taasisi zetu. Kufuata sheria za michezo wa mpira wa miguu zinazotolewa na IFAB, International Football Association. F, kutumia kifungu cha katiba kinachoeleza bayana kuwa hatua zozote za kisheria zinazohitajika kuamua mgogoro unaokihusu au mmojawapo wa wanachama wake na kuhusiana na katiba, kanuni, uchaguzi, maagizo na uamuzi wa Simba Sports Club, Simba Sports Club Company Limited na TFF lazima ziwe kwa mujibu wa mamlaka pekee ya vyombo vya haki na baraza la usuluhishi litakaloamua hatua za kisheria. G, asiwe na uhusiano wowote kimichezo na mwanachama waliosimamishwa ama kufukuzwa. H, kufuata masharti yaliyobainishwa katika ibara ya 6 katika kipindi chote cha wanachama wake. I, kufuata misingi ya uaminifu, uadilifu na mwenendo mzuri wa kimichezo kama kuonyesha mchezo wa kiungwana na wajibu mwingine unaotokana na katiba hii au kanuni, maagizo au na uamuzi wa Simba Sports Club, Simba Sports Club, Simba Sports Club Company Limited na TFF. J, kuvikubali na kuvitambua vyombo vya haki vya Simba Sports Club Company Limited, TFF, FIFA, CAF na CAS na maamuzi yake. Kwa hiyo hii ndiyo vitu vya msingi. Mtu anaposema, kwa nini nimefafanua zaidi? Yoyote mwanachama wa Simba atambuliki kwa yale aliyoyafanya. Kwa mujibu wa katiba yetu, alichoyafanya ni wajibu na wajibu wake. Kwa kila mwanachama ameshiriki kutekeleza mambo mbalimbali ya Simba. Kwa kila mtu hawezi kuyasema. Kwa hilo ndio katika upande huo. Nikirudi
maana ya mkutano mkuu, ule mkutano ulioitishwa wa dharura, kwa sababu pale ilikuwa inazungumziwa masuala ya wadhamini, na udhamini si jambo la kitaasisi ama la Simba. Wadhamini, hii ni sheria ya wadhamini, The Trustee Incorporation Act chapter 318, an act to provide for the incorporation of the certain trustee. Hii sheria iliundwa mwaka 1925 Mei 1956. Kwa tunapozungumza masuala ya wadhamini, tusichungulie kwamba Simba ndo anaanza au Simba ndio wa kwanza. Haya mambo yalianza. Hii sheria ni ya muda na inatakiwa ifatwe, ndio maana ya sheria hii. Na kanisaidia ndugu Donkin kwamba hichi alichokifanya, amesema nimepewa maelekezo, nimeandikiwa barua kutekeleza. Sio kutekeleza mapendekezo, ni kutekeleza masuala ya kisheria kwa kufata sheria ya Trustee Incorporation Act 318, ambayo sheria hii ya wadhamini katika kifungu cha 6 inaelezea yani jinsi majukumu yao katika sheria hii. Athari za muunganisho wa kisheria. Moja, baada ya kupewa cheti cha usajili chini ya kifungu kidogo cha 1 cha kifungu cha 5, mdhamini au wadhamini watakuwa chombo cha kisheria kwa jina lililotokea kwenye cheti na watakuwa na. Kwa maana hii inaeleza ukishakuwa mdhamini na mmeshapewa usajili, kwa hiyo nyinyi ndio mtakuwa chombo cha kisheria. Kwa mkutano uliofanyika jana, tumeunda chombo cha kisheria wa tarehe 2 mwezi wa 8 2026, ni matakwa ya kisheria. Matakwa ya kisheria, lazima tuwe na wadhamini ambao watakuwa na utu wa kisheria wa kusimamia taasisi yetu, ambayo watakuwa na mwenendo wa kudumu na muhuri siri, kwa maana mwenendo watakuwa wa muda mrefu na watamiliki seal ya club. B, nguvu ya kushtaki na kushtakiwa kwa jina hilo la kisheria. Kwa hiyo watu wanatakiwa watambue hivi, wadau, wanachama, mashabiki, kwamba katiba yetu imekataza kama haki na wajibu wa mwanachama kushitaki viongozi, lakini kumbe anayeruhusiwa kushtakiwa ni registered trustees. Hawa wadhamini walioteuliwa tarehe 2 mwezi wa 8 2026 ndio wana haki. Sisi wanachama tuna haki ya kuwashtaki na wao wana haki ya kutushtaki. Wana haki ya kushtaki na haki nguvu ya kushtaki na nguvu ya kushtakiwa kwa jina hilo la kisheria. Midam anaenda kubeba jina la Simba Sports Club, ndio maana hii kifungu AB. C, kwa mujibu wa taratibu na kanuni zinazoambatana na cheti hicho, kumiliki au kupata mali na kwa chombo au muamala, kuhamisha, kuhozi, kutumia mabano assign na demis mabano ardhi yoyote au matumizi yoyote yanayohusiana kwa namna yoyote kwa mujibu wa mipaka na sheria chini ya mamlaka ya wadhamini au ya mdhamini ama wadhamini. Kwa katika sheria ya wadhamini Trustee Incorporation Act kifungu namba 6 imeainisha majukumu na kazi ya wadhamini kisheria, sio kwa mapenzi yetu, sijui bodi kama wanavyosema bodi ndio itaamua, bodi ndio inapendekeza, sijui bodi. Ukishapata bahati ya kuapishwa tu, katiba inakuwa tu kama mwongozo, lakini wewe unakuja kuifuata hii sheria hii, kwa maana wewe unakuwa umepata utu wa kisheria na wewe ndio sheria kwenye ile trustee, kwenye ile taasisi. Kwa tukija kwenye tupate ufafanuzi wa kazi wameelezea RITA ya wadhamini, kwa sababu hichi ndio kitu anashindwa kuelewa jinsi ya kujua
na kwenda moja kwa moja majukumu ya wadhamini, kwa sababu watu hawajui majukumu hawa wadhamini walioteuliwa hawa wanaenda kutekeleza majukumu gani kwenye taasisi kwa mujibu wa sheria ya Trustee Incorporation Act chini ya RITA. Majukumu ya wadhamini, hawaruhusiwi kupata kumiliki, hawaruhusiwi kupata au kumiliki ardhi bila ya kupata kibali cha maandishi kutoka kwa msimamizi mkuu wa wadhamini ambaye ni RITA, Administrator General wa RITA. 2, kuwasilisha marejesho ya wadhamini kwa msimamizi mkuu wa wadhamini kila baada ya miezi 12, mwaka mmoja. Ndicho hichi kwamba Simba wajumbe walikuwa ni 4 ambao hawapo. Sasa huu wanakuja mwaka kutakiwa tukanyaje yapelekwe majina. Kwa hii ni majukumu na kazi ya wadhamini, majukumu ya wadhamini kuhakikisha hilo limetekelezeka. Na ya 3, kumwarifu msimamizi mkuu wa wadhamini mabadiliko yoyote ya wadhamini, jina la taasisi, anwani, katiba ndani ya mwezi mmoja kabla ya mabadiliko kufanyika. Namba 4, mdhamini ni lazima hii sasa naitoa ufafanuzi kidogo. Kumwarifu msimamizi mkuu wa wadhamini mabadiliko yoyote ya wadhamini, jina, taasisi, anwani, katiba ndani ya mwezi mmoja kabla ya mabadiliko kufanyika. Ndicho ambacho alieleza mheshimiwa mwenyekiti wetu Muktadha Mangungu, kusema kwamba mkutano ule ulichoamua, hatua ya kwanza ni kutekeleza kuunda katiba ya wadhamini, na pili kuteua wadhamini, kuja kutambulisha majina ya wadhamini kwa ajili ya utekelezaji huo. Sio yeye, ni sehemu ya majukumu. Namba 4, mdhamini ni lazima atekeleze majukumu yake kwa maslahi ya taasisi anayosimamia kwa mujibu wa katiba. Mdhamini ni lazima, narudia, mdhamini ni lazima atekeleze majukumu yake kwa maslahi ya taasisi anayosimamia kwa mujibu wa katiba. Kwa maana hawa wadhamini hata kama walikuwa na tofauti na Simba, sijui wameenda wamerudi, ukishapishwa mdhamini tu lazima utekeleze, uwe na majukumu ya maslahi, unatanguliza majukumu ya maslahi ya taasisi kwanza. Kutotekeleza maana yake utashtakiwa. Namba 6, mdhamini hatakiwi kuwa na manufaa au faida yoyote binafsi katika taasisi anayoisimamia. Hii sasa ndicho hapa tunashindwa kuelewana, tuna conflict of interest. Kama majukumu inasema mdhamini hatakiwi kuwa na manufaa au faida yoyote binafsi katika taasisi anayoisimamia, kwa maana huyu mdhamini anatakiwa atoke 100% upande wa wanachama, 100% upande wa wanachama, asitoke kwa mapendekezo ya wawekezaji, kwa sababu akiingia akipokea na ile interest, akiwa na interest ya mwekezaji, huyu atalinda interest, atakuwa kama mjumbe wa bodi, lakini inamtaka asiwe na yani hatakiwi kuwa manufaa ama faida, kwa maana tunaamini wadhamini wa majina waliopendekezwa watatekeleza haya majukumu ambayo yatasimamiwa kwa mujibu wa sheria. Ajue rasilimali na madeni ya taasisi na mfuko. Kwa hapa pia kuna hii, ndio maana mambo ya kwa huyu kama anataka ajue rasilimali, madeni ya taasisi, kwa maana kuna taarifa zinasemwa Simba inadaiwa, si kuna hivi kuna hivi. Kwa hiyo hawa wadhamini ni lazima wajue haya ni kweli, kama ni kweli tunatekeleza vipi, na haya mambo ni sawa, kama si sawa tunafanyaje. Kwa hii ndio moja ya majukumu. Namba za wajue wajibu wa kutoa taarifa kwa mamlaka zote mamlaka zote kama itakavyohitajika. Kwa hawa wadhamini pale patapokuwa kuna matatizo ndani ya taasisi ya klabu ya Simba, hawatakiwi kukaa kimya, ni lazima watoe taarifa ili zifahamike, wasizuie taarifa, wanatakiwa wazitoe taarifa kwa wanachama na vyombo vinavyohusika. Ya mwisho inasema awe mwaminifu, mwadilifu na mwenye kutenda haki kwa wanachama wote. Kwa hiyo hii ndio ndio majukumu ya wadhamini. Kwa hiyo tusianze kukaa hapa tunaanza kujadili kwamba tunaenda kwenye kuvunjana, tunaenda kugawana, sijui tunaenda kwenye migogoro. Hivi kutekeleza haki ya kisheria ni mgogoro? Eti wajumbe? Hapana. Kutekeleza haki ya kisheria, kutekeleza matakwa ya kisheria
ni kosa au ni mgogoro? Sio mgogoro. Sasa watu wanaposema mwenyekiti Murtaza Mangungu analeta migogoro ndani ya klabu, mgogoro gani ambao hii ametekeleza? Kwa sababu hajaweza kupata nafasi ya kueleza sheria ya wadhamini na majukumu ya wadhamini. Kwa hiyo ni kosa aliyoyafanya? Sio kosa. Wana Simba, hichi mnachosema ni sawa? Mwenye analeta mgogoro? Mwenyekiti aliyepewa dhamana ya taasisi ya Simba Sports Club chini ya wajumbe wake na kushirikiana wajumbe wa bodi kupata ubingwa, kuhakikisha taasisi inaenda sawa, hii inaitwaje mgogoro? Kwa hiyo kuna vitu sisi tujitambue, tujielewe kama wana Simba. Tusiendeshe kwa miemko, tusipotezwe kwa maneno ya makundi ya watu wachache na propaganda. Hizi ni propaganda zinaendeshwa ndani ya Simba Sports Club kuhakikisha Simba Sports Club haipati ubingwa, kuhakikisha Simba Sports Club inabaki kuwa nyuma ili kuna kundi la watu fulani wafaidike, lakini hilo kundi kwa maslahi yao. Sisi Amidamu akiwa mwanachama ameelezwa wajibu ni huu na haki ni hii. Mwanachama yoyote kama hatofuata haki na wajibu wa wanachama, maana yake huyo taratibu za kinidhamu na zitamfuata. Kwa hiyo haya anayoyatekeleza mwenyekiti kwa mujibu wa katiba ya Simba ilikuwa inamtaja mwenyekiti kwamba itamaanisha mwenyekiti aliyechaguliwa kwa mujibu wa katiba hii ya Simba. Kwa hiyo mtu mwenye nguvu ya mwisho kwenye taasisi ya Simba Sports Club ni mwenyekiti aliyechaguliwa na wanachama kwa mujibu wa ibara ya 27. Na ibara ya 27 maana usiseme alafu ukawaacha watu kutojua. Ibara ya 27, nafasi za uongozi na sifa za wagombea. Kutakuwa na mwenyekiti wa Simba Sports Club na wajumbe 7 watakaowakilisha Simba Sports Club katika bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited, ambayo mgombea wa nafasi ya uwenyekiti wa Simba Sports Club ni lazima awe na elimu isiyopungua shahada ya kwanza au sifa inayolingana na hapo kutoka chuo kikuu kinachotambulika na tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU. Kwa hiyo ukimzungumza mwenyekiti, unamzungumza mwenyekiti wa Simba Sports Club Company, unazungumza mwenyekiti wa Simba Sports Club ya wanachama kwa sheria ya wanachama, kwa sheria ya makampuni, kwa sheria ya BMT. Lakini ukizungumzia masuala ya Simba Sports Club Company Limited, unazungumzia kwa sheria ya makampuni sura 212. Kwa hapa kuna sheria mbili, ya Simba Sports Club Company Limited iliyokuwa chini ya Wizara ya Michezo, chini ya ofisi ya BMT ya msajili, na kuna Simba Sports Club Company Limited iliyokuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, chini ya Viwanda na Biashara. Kwa hii ni biashara, lakini Simba inahusisha michezo. Lakini vile vile imeeleza kwamba Simba Sports Club Company Limited itakuwa na umiliki wa hisa hizo ubia kati ya baraza la wadhamini. Kwa hiyo tunapozungumzia umuhimu wa baraza la wadhamini, hapa yani pointi yetu sisi tunazungumzia umuhimu wa baraza la wadhamini kama mwenyekiti alivyotekeleza kutokana na procedure ya transformation ambayo kulikuwa kuna hatua 6. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kupitisha katiba ya wanachama ambayo tayari hii hapa ishapitishwa. Hatua ya pili ilikuwa ni kutengeneza katiba ya wadhamini ambayo imeshatekelezeka. Hatua ya tatu ilikuwa ni kupendekeza wadhamini.
ambayo ndiyo imeshafanyika tarehe 2 mwezi wa 8 2026. Hatua ya 4 ilikuwa ni kupata muunganisho wa kujua, yani kujua thamani ya Simba ni kiasi gani, ambayo ile thamani yake ili ipelekwe kwenye masuala ya mtaji na dhamana. Kwa hiyo ipelekwe kwenye masuala ya mtaji na dhamana. Ipelekwe wapi? Capital Market Security Authority, kama inavyosema kwa mujibu ya kanuni ya BMT ya 49 kifungu cha kwanza 3, kwamba mchakato huo ili uweze kutekelezeka itatakiwa chombo kinachosimamia mtaji na dhamana kwa mujibu wa kisheria ni nani? Ni Capital Market Security Authority, kwa sababu hii margin yetu inaenda kutengeneza mtaji. Ule mtaji ndio unaenda kuingia, kwa sababu mtaji utahusisha public, utauza hisa hizo public, na wanunuzi ni wanachama. Kwa maana ndiyo hatua hii tulipo sasa. Hatua ya 2, ya 3 tayari, tunaenda hatua ya 4 kujua valuation ya thamani ya Simba, ambayo Simba ndio itamiliki hadhi yote ya 100%. Alafu hatua ya 4 ndio kufata katiba, kuwapata wawekezaji. Katika hao wawekezaji ndio itahusisha sasa ule mtaji. Simba itagawa share zake ambazo 51 itachukua Simba, 49 ile itagawa kutokana na wale wawekezaji watatu. Ndio mchakato kwa 3 na kuendelea, ndio mchakato utakapofanyika. Lakini kutokana na sheria ya makampuni hiyo sheria ya makampuni 212, kwa taasisi ambayo ina public interest wawekezaji wataanzia 7. Sasa hayo sio wakati wake. Sasa katiba imetuambia 3 na kuendelea, lakini tukienda kwenye sheria ya makampuni tunaanzia 7. Kwa sababu gani? Simba ni taasisi yenye public interest, na kama ina public interest uwezi ukatumia sheria ya makampuni private company kama walivyofanya kusajili, kama kwenye hii Simba Sports Club Company Limited wameisajili kama ni private. Sasa private inaanzia 2 mpaka 50. Simba ni taasisi ambayo inaanzia wanachama kuanzia 10,000 kuendelea. Kwa maana yake utu wa kisheria hii haitofuata. Itatumika sheria ya limited liability by guarantee with having share capital. Kwa maana zile share capital zitakuwa ni za wanachama, wadhamini wanakuwa tu ni wasimamizi katika hiyo taasisi, na wale wajumbe wengine wataingia kuwa director wa hiyo kampuni. Kwa maana to the infinity itaendelea hivyo. Kwa hiyo ni hatua ya 5 baada ya kujua thamani. Kwa hiyo hatua ya 6 ndiyo mchakato utatangazwa hiyo rasmi. Kwa hiyo sisi kwa mpaka sasa hivi katika mchakato wa Simba Sports Club, hatua tuliofika ni hatua ya 3. Ya kwanza ilikuwa ni katiba ya wanachama, ya 2 ilikuwa ni katiba ya wadhamini, ya 3 ni kuteua majina ya wadhamini kwa ajili ya kwenda kutekeleza transformation. Hayo kwa sasa naomba niapendee hayo. Kama kuna maswali mtakaribisha. Shukrani ndugu. Simba!